Unahitaji Neymar, mpira wa sasa unahitaji Mbappe. Na ndio maana Mbappe alipoingia Real Madrid alianza kufeli. Kwa sababu gani? Na Madrid ikaanza kufeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu jincha nani yule nani? Vinicius Junior anataka amuonyeshe Mbappe kwamba mimi nani. Na Mbappe anataka amuonyeshe Vinicius Junior nani. Matokeo yake timu ikawa ina corrupt. Timu ikawa inafanya nini? Inapotea. Kila mtu anataka aonyeshe uwezo binafsi. Sasa mpira wa individual skills sasa hivi umepitwa na wakati. Ndio wenzetu sasa hivi. Kwa uliza kidogo, wachezaji wetu wana individual skills. Individual skills ni nini? Wewe unataka kuniambia Jinchazi au hawezi kupiga nani? Zizu style. Anajua, lakini je, huo muda uko wapi? Timu inatakiwa iende direct, twende mbele. Si umeelewa? Timu ikishafika katika third ya tatu ya kwenda kushambulia kwenye attacking zone, timu inatakiwa iende mbele. Sio tena uanze kupiga Zizu style urudishe huku mpira umenyang'anywa mwisho wa siku. Si umeelewa? Kwa hiyo Jinchazi au anacheza na namba. Sasa wewe unayetaka Shibobo, unayetaka Matobo, wewe nenda timu nyingine yenye Matobo. Sisi tunachoangalia yule mtoto anatakiwa atie kambani atoe assist. Ndio mpira tunaotaka sisi. Mwishoni kabisa GB64 Chema Lone Fondo, kuna habari zinasema kwamba anaweza kukosekana msimu wote maisha. Itakuwa ni pengo kwa Simba. Kwani tangu Chema Lone aumia sasa hivi tushacheza mechi ngapi? Leo ya pili. Kuna tatizo? Tuache mpira wa kizamani. Yule ni mchezaji, yule ni binadamu. Akiumia kuna wenzie. Na ndio maana wakasajiliwa ma center back wangapi? 3 na Kaze yupo 4. Akiumia wanacheza, watu wengine wanacheza kama kawaida. Kuna tatizo leo? Hakuna. Hamna tatizo. Tena wametumwa wale. Wale wametumwa ujue. Wametumwa wale. Wale kila siku huwa wanatumwago. Umeelewa? Si mechi zetu kila timu tunaocheza nao huwa wanatumwa. Kwa wale wametumwa wamechezea chuma sita. Sasa ile wale wameingilia ugomvi ambao ulikosoa. Kwa ule ugomvi ulikuwa wale waliokimbia wale. Ndio ulikuwa ugomvi huu ujue. Ugomvi ulikuwa wa kwao. Hizi goli 6 unaona. Nakwambia ugomvi ulikuwa wa kwao, yani kitendo cha Simba kusema atuleti timu usiku. Hivi wewe sheria ya Jamhuri ya Muungano inasemaje? Bendera ikishashushwa ofisi zote zimefungwa. Umeelewa? Ofisi zote zimevaa nini? Za serikali zimefungwa. Haya, Simba wametoa tamko saa 7 usiku. TFF kulikuwa wazi? Kulikuwa wazi? Kwa hiyo ilikuwa ni minding game kama wao walivyofanya minding game ya kutuzuia sisi tusiingie uwanjani. Kwani walikuwa wajui kanuni kwamba kuna sheria namba 17 ibara 45 inasema any stranger team allowed to practice. Sawa? One day before at the same time of the match. Kwani walikuwa wajui sheria? Lakini wamefanya vile kututoa si mchezoni. Sasa sisi tumewatoa mchezoni kidogo, yani matokeo yake tumewatoa mchezoni Yanga, tumetoa mchezoni bodi ya ligi, tumetoa mchezoni serikali, tumetoa mchezoni mpaka TFF. Saa 7 wanakuja kuahirisha wao mechi. Sasa aliyesababisha hii mechi iahirishwe saa 7 nani? Ni maana ni wao. Bwana tushapata sababu wao. Tushawazuia na washafiumu tayari. Wamesema waleti timu hapo ahirisheni mechi. Hii mechi walikuwa wanakufa. Hii mechi ilikuwa tarehe 9 sio 8. Watu wengi unajua walikuwa wananishangaa. Kwa nini JB anasema hii mechi inachezwa tarehe 9? Sisi tumekaa chuoni wanavuoni. Siku inabadilika saa ngapi? Saa 12. Sio umeelewa? Mechi ilikuwa saa 1. Hiyo tarehe 8 hiyo. Hiyo ilikuwa 9 kitaalamu. Sasa viongozi wao chuo hawajakaa. Hawana elimu ya kutosha. Walivyoambiwa tarehe 8 wakajua hiyo tarehe yetu hii. Wamekuja kustuka baadaye kwamba hii ngoma inaenda kupigwa tarehe 9 hii. Twendeni tuwafanyie fujo ili wasije kwenye mechi ivunjike. Lakini mechi ilikuwa ngoma tarehe 9 kwa sababu 9 jumlisha 41 pointi za nyota za Simba unapata 50. 50 inagawanyika kwa 2 ni shufwa. Maana yake Simba mechi ya kwake. Yanga 40. Yaani ukichukua ile Y, A na N, ukijumlisha pointi zao unapata 40. 40 ukijumlisha na 9 ngoma inakataa. Inakuwa 49. Ukigawanya kwa 2 haigawanyiki. Ni witiri. GB64 hiyo kitaalamu tunahitaji. Hiyo kitaalamu tunahitaji hizo hesabu hapo. Wewe nenda kafungue kwenye Google ya babu yangu Shehe Haya. Utaenda kuona kila kitu. Shehe Haya mbona alifundisha? Na klipu zipo. GB64 na swali moja hapo kwamba inasemekana mechi mlikimbia kwa sababu ilikuwa ni siku ya wanawake. Aliyokimbia nani? Inavyosemekana ni nyie ndio mmekimbia mechi. Aliyokimbia nani? Kwani aloelisha mechi ni Simba? Wanasema wao walifika hadi uwanjani hamkuepo na wakaenda paka Bunju. Sasa wewe ngoja nikwambie katika uongozi ambao hawako sawa ni viongozi wao. Unajua ngoja nikwambie. Uongozi wao pamoja na unawatafutia staili ya kuwachangamsha mashabiki wao kwa wale yote kwa sababu mashabiki wao wamepoteza nuru na mvuto. Tangu watolewe kimataifa, mashabiki wao akili zao haziko sawa. Wana stress. Si umeelewa? Hako sawa. Si umeelewa? Sasa how can you return them on the football of Tanzania? Ndio wanataka waitumie ligi. Tena kwa kutumia mgongo wa Simba. Wao unasemaje Simba kakimbia? Simba ili akimbie ilitakiwa wafanye wao kama walivyofanya wao tarehe 8.
tarehe 8 ya 2021 unakumbuka? Ile kakimbia nani? Sikakimbia Yanga. Tena amekimbia original kwa sababu ushaambiwa mechi imeshiftiwa kutoka saa 10 kuelekea saa 1. Unakuja saa 10 unafanya home hapo unakimbia. Unaingia ndani ya gari unaondoka. Wenzio wamekuja saa 12 wafanya home hapo wanasubiria mechi. Ile kama kushushwa daraja ilikuwa kushushwa daraja Yanga. Kwa sababu marefa walikuwepo. Marefa tulifanya nao home hapo. Sio umeelewa? Na muda muafaka. Simba wanamaliza mazoezi wanaingia ndani wanaenda kuvaa washavaa ndio mechi inatangazwa imefanya imeelishwa uwanjani. Hii mechi imeelishwa saa 7 mchana. Wanda kuniambia viongozi wa Yanga hakupata taarifa. Si jeuri tu. Jeuri na kujitoa nini fahamu. Au yule meneja wa uwanja unataka alikuwa ana taarifa kwamba mechi imeelishwa. Kwa nini hawaruhusu Yanga waingie? Kwa ndio maana hata sisi huku ma-influencer wenu tunapiga kelele huyu meneja hatufai. Anaweza akaja kutugharimu hata kwenye mechi ya kimataifa. Anaonekana wa upande wa pili. Kwa nini hawaruhusu Yanga waingie wakafanye mazoezi? Na mashabiki wa Yanga wameingia vipi na wakati mechi imeelishwa? Lakini GB 64 mzozo mkubwa ambao upo ni kwamba barua yenu mliotuma ya malalamiko ilikuwa tayari imeshatoa decision making. Hii imekaaje? Na tunavyofahamu barua ya malalamiko unaenda kulalamika sio kutoa uamuzi kwamba tunalalamika tumekatazwa kufanya mazoezi. Kwa nini muweke neno tunagomea mechi hatutacheza? Kwani nyinyi ni waamuzi wa sheria ya bodi ya ligi? Kwanza msikiliza. Simba kwanza kutoa barua. Walioandika barua ni Yanga. Simba kutoa barua, Simba ametoa taarifa kwa umma. Taarifa hiyo inathibitisha kwamba Simba ametoa taarifa kwa umma. Alafu angalia ile taarifa chini katika conclusion. Yaani kule ndio unatakiwa utumie akili nyingi. Kwa sisi wasomi. Kauli iliyoandikwa pale chini imeandikwaje? Kama halitafuatiliwa hili hatutoleta timu kesho. Kuna kamati ya masaa 72. Ina maana kamati ya masaa 72 ni kamati gani? This is a committee which make dispatches within 72 hours. Ni kamati ambayo inaweza ikaweka mashauri ikayafuatilia ndani ya masaa 72. Kwa nini wasiamke? Taarifa imetoka usiku. Kwa nini wasiamke nayo asubuhi? Saa 2 ofisi zinafunguliwa. Shauri la kwanza kamati inaitwa. Kwani wanatoka wapi wale? Wanatoka Marekani? Sio kwa hapa. Wangeitwa asubuhi wakakaa bwana Simba hapa kuna 1 2 3 kuna taarifa hii na hii na hii. Ikatolewa hukumu. Kanuni zinazungumza mtu anemzuia mwenzie asifanye mazoezi. Apewe adhabu gani? Angetozwa faini kama ni milioni 2, milioni ngapi? Mechi ingekuepo. Kwa Simba kusema sileti timu, alisema kama halitofuatiliwa. Yaani hawajashughulikiwa hawa watu waliohusika katika kutuzuia sisi tusitimize kanuni ya 17 idara 45. Sisi hatutaleta timu. Kwa ile ilikuwa ni minding game. Wao wangesubiri ili Yanga achukue point 3. Ilitakiwa kwanza ile kauli ya saa 5 ndio ilitakuwa idumu aliyozungumza Mguto kwamba mechi bado ipo. Na wote tukaenda na hiyo watu wa Simba, si ndio Mimi mpaka tiketi nilikata baada ya Mguto kuongea. Na tiketi 30,000 mpaka sasa hivi. Umeelewa? Ndio tulienda nayo. Kwa hiyo wao sasa kauli ingebakia ile ile. Tungeenda mpaka hiyo saa 12. Si ndio timu zitakuwa ziingie. Yanga angeingia. Simba hajaja. Yanga angefanya mazoezi, angerudi ndani, angekoga, wangevaa nguo za sikukuu, marefali wangefanya home hapo, wangerudi sasa uwanjani. Wakakaguliwa. Wamaliza kukaguliwa tunasubiria muda. Unasubiria dakika 15. Kila baada ya dakika 5 refari anatakiwa anaonyesha hivi. Si umeelewa? Kama unakumbuka mechi ya Simba na nani? Simba na Berkane. Berkane waligoma kuingiza timu. Si umeelewa? Refari akawa anaonyesha, mnaona muda huu. Ina maana zilibakia dakika 5 tu ili ile mechi ivunjike. Lakini mwisho wa